katika jamii yetu tumekuwa katika sherehe tunasherehekea tu kufuatia sherehe tunazoziona, tunaiga sana ya wenzetu, tunaangalia wenzetu pengine maeneo mengine wanafanya vipi, basi na sisi tunakuwa ni wenye kuiga katika harusi kama zile, na sisi tunaleta kwetu, tunaona ni sherehe, alafu tunachanganya katika jambo la ibada kama hii pamoja na sherehe ambazo pengine zitakuwa si sawa sawa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye anaenda kando kabisa na yale maqasid na malengo na misingi ya ndoa, sherehe ya ndoa katika Uislamu. Sasa leo tutakumbushana kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maelekezo yake, jinsi gani ile misingi ya ndoa inatakiwa kuwa katika ndoa zetu, ili ndoa ziwe nyingi tena zenye baraka, alafu zile ambazo zitakuwa na natija nzuri kwa jamii yetu. Kwa ufupi mwanzo tuseme misingi ya ndoa ni uwepesi. Hii dini ni nyepesi na hatutoifanya ngumu, isipokuwa Allah naye itakwenda kutushinda. Na hadha dinu yusrun wala yushadda bihadha dini ahadun illa ghalaba. Yoyote ambaye atakwenda kufanya iwe nzito, iwe ngumu, jambo la ndoa yenyewe, sherehe yenyewe, basi itaenda kutushinda. Nini katika dini yote Mwenyezi Mungu amejalia kwa hikma yake na fadhila zake, hakuna ugumu wote katika hili jambo katika dini. Kwa hivyo na sisi tusiwe wenye kufanya suna mbaya za kufanya kwa kila siku tunaigiza, na kila siku wabunifu tunaona labda kupendeza ile ya harusi, lakini tunaenda katika kufanya hili jambo zito. Kwa hivyo ndoa ya Kiislamu ni ndoa nyepesi kabisa, tusiende kuifanya. Tutaenda kuona hadithi ya kwa nini tunasema wepesi katika nini. Vile vile ndoa ya Kiislamu ni yenye kutangazwa, jambo la kutangazwa. Huku kutangazwa kwa ndoa kunapitika katika njia gani ambazo ni sahihi za kuweza kuitangaza ndoa. Lakini ndoa vile vile kuna ile furaha, wengine katika kuona, labda utaona kama tukizungumza haya mambo watu wataanza kusema basi hii itakuwa ndoa aina gani, kwani hakuna furaha? Lazima iwepo furaha, hii ni jambo la ndoa, lakini ile furaha inakuwa katika aina gani? Na Mtume alielekeza hivyo katika mifano kabisa yaliyotokea. Alafu kuna yale mengine, tukisha kuingia katika ndoa kuna mambo ya sunna ambayo yanafanyika mwanzo siku zile za harusi, katika kusherehekea hasa very personally yule bwana harusi na bibi harusi wanapokuwa ni wenye kuingia. Kwa hizo mwanzo tuanze juu ya jambo la wepesi. Turudie sasa juu ya jambo la wepesi katika ndoa. Tutasema mwanzo wepesi katika mahari, kwa sababu ndio, ingawa tunazungumzia juu ya sherehe, basi utakuta ndoa nyingi zinaanza na mahari hayajalipwa, na pesa nyingi sana zimetumiwa kufanya ile sherehe. Kumepikwa chakula, kumekodishwa holi, kumeletwa begi, kumeletwa mambo mchungu mzima, pesa nyingi ukizihesabu, lakini lile jambo ambalo ni muhimu kabisa halijapatikana kwa sababu mahari yenyewe ni nzito. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Baihaqi, rawa Baihaqi an Nabii sallallahu alaihi wasallam kala khairu sadaqi aisaruhu, wa fi riwayat Abi Daud khairu nikahi aisaruhu. Mtume katika hizi hadithi mbili ya Baihaqi na Abu Daud amesema ndoa bora kabisa, ndoa yenye khairi zaidi ni ile ambayo ni nyepesi. Katika riwaya nyingine kwamba mahari ambayo yana ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yale ambayo ni mepesi. Kwa hivyo watu wasiingie katika ndoa wakawa na madeni, lianna almar'ata halat, amekuwa halali biamanati Allah, istahlaltum furujahunna akhadtumuhunna biamanati Allah wastahlaltum furujahunna bikalimati Allah. Kwa hivyo mmewachukua kwa amana ya Allah, alafu wamekuwa halali kwa kalima. Kwa hivyo lazima hiyo ni ahadi uweze kuitekeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam wake zake wote aliwaoa, ilikuwa ni sunna kwamba analipa mahari yote kabla
bana alayhinna kabla hawajaingilia. Hiyo ndio sunna mahjura. Kwa hivyo mali ya mahari akiwa kiasi kidogo, sherehe yenyewe ikiwa hafifu, ikawa na furaha, inakuwa na baraka, wepesi katika mahari, wepesi katika ndoa yenyewe, basi inakuwa ni baraka. Kala fi auni al-ma'bud ay sahlatun ala ar-rajuli bi takhfif al-mahri wa ghayrihi. Wa qala ash-shaykh al-Uzairi ay aqalluhu mahran au sahluhu ijabatan lilkhitba. Yani ndoa nzuri ni ile ambaye mwanzo kiposa ikija alete masharti mingi, wanaangalia yale ambayo Allah na Rasul amesema tuweze kuyazingatia. Wepesi katika kila kitu katika ndoa ni kwa jambo ambalo linamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio lenye baraka kama alivyopokea hawa wanazuoni waliotangulia. Alafu vile vile kwa hadithi nyingine nana Aisha, ikitoka kwa nana Aisha kupitia kwa Ahmad na Ibn Hibban, anasema Aisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna min yumni almar'ati taysir khitbatiha wa taysir sadaqiha wa taysir rahimaha. Wal hadith sahahahu al-Imam al-Albani fi sahih al-Jami'. Nana Aisha amepokea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uzuri wa mwanamke na baraka yake ni kwamba mahari yake yawe mepesi, vile vile hata khitba yake iwe nzuri, iwe nyepesi, na awe na kizazi vile vile chepesi. Yani posa ikija inakuwa nzuri na inakuwa nyepesi. Hakuna tena kama hizi posa zinazofanyika siku hizi. Posa yenyewe ni sherehe, na watu wakuja watu 40 50, chakula kingi, mazawadi hapo, itapita 200,000, na hiyo ni posa tu, hata hatujafikia katika harusi. Katika harusi usiseme basi, kama huna milioni hiyo harusi itakushinda, na mahari penyewe hajalipwa. Umeona? Alafu sadaka yenyewe iwe ni yusr, alafu rahima na kizazi ambapo na hii ni katika kizazi ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, anamjalia anayemtaka. Lakini wengine kwa makusudi siku hizi pia kizazi anakuwa kila kizazi operation. Kwa wale ambao ni madaktari wanafaa kuchunguza jambo kama hili. Kwa hivyo jambo la mahari wepesi na harusi, hii falsafa ya Uislamu kwa wepesi katika khitba, katika mahari na katika sherehe yenye harusi, hii ni falsafa ya Kiislamu, na tunaona jinsi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba radhiallahu alaihim waliweza kuitekeleza na kutufundisha juu ya jambo kama hili, na kaisisitiza, na hiyo ndio itakuwa ndio ndoa ya baraka kabisa. Unashangaa ndugu Muislamu, ndoa ambazo zinakuwa na taraf, inakuwa na ubadhirifu, inakuwa na hata munkarat, halafu baada ya mwezi inakuwa ni yenye kuvunjika. Halafu tunashangaa imetokea wapi? Kwa sababu tumewacha falsafa na muhimu kabisa na mafundisho na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya wepesi katika hii ndoa. Salaf, nakumbuka nimesahau jina la moja katika wanazuoni wakubwa kabisa, alikuwa na binti yake. Binti yake anataka kuozeshwa, yani wafalme wamemtaka, kwa sababu yeye ndio mwanachuoni mkubwa kabisa katika mji kama ule wa Madina. Akakataa kuozesha, akamwozesha mwanafunzi wake kwa sababu anamjua ana tabia nzuri. Akamwozesha, yuko pale anamwambia una nini? Sina kitu. Akamwozesha na binti hajui, akampeleka nyumbani, anamwambia huyu hapa mume wako, na mtoto akawa nimekubali, hakuna chochote. Walipojua kwamba mke wa shekhe ameozeshwa, majirani ndio wakamzunguka, wakamuita, wakasema hatuwezi, akapelekwa hivi hivyo, akamfanyia sherehe. Halafu anataka kutoka asubuhi haraka, anataka kwenda kusoma, anasema kiti hapa, yale aliyoko nayo shekhe yote mimi niko nao, nitakufundisha mimi hapa. So unaona jinsi gani ndoa zinakuwa na baraka. Ameacha kama kuolewa na mtoto wa gavana ama na gavana mwenyewe, akamwozesha mwanafunzi wake kwa sababu anajua ana dini, na hata hakuna isipokuwa wanawake tena, wakafanya tu chakula wakampamba, alafu ndo wakampelekea kwa mume wake. Na hiyo
ikaleta baraka katika ndoa. Kwa hivyo tumepata malalamiko mingi siku hizi, watu wanatuambia, vijana wanalalamika sasa imekuwa na hata posa pia imekuwa ni sherehe, sasa imekuwa ni mzigo mkubwa. Ndugu Waislamu, wazazi, na wasihi kabisa tuachane na hii mitindo, inakwenda kutuharibia, na dini yetu inafaa kubakia vile vile nyepesi. Walikuwa wanatuonea wivu wasiokuwa Waislamu juu ya wepesi wa dini yetu, na kwa sababu ya wao kuingia. Sisi sasa tunakuwa tunataka kuingia katika wao, tunafanya mambo yawe zaidi, na athari zake, ndugu Muislamu, ni kubwa sana katika jamii. Jambo lingine ni ndoa ya Kiislamu ni ndoa ya makasidi yake. Moja katika makasid ni kwamba tujenge familia. Baada ya kujenga familia tunajenga mujtama. Familia mbili sio yako tu, lakini ni familia mbili zimeungana, hizo kunakuwa na ashar, tunajenga koo, alafu tunaenda mpaka katika kabila ambao watu wote hawa wana sulala na nasab ambayo ni sahihi na ni ya halal. Hii haiwezi kujulikana, lazima watu waweze kujuana, na mwanzo wake ni kuoana kwa halali, lakini ile ndoa yenyewe iwe dhahiri, iweze kualikwa. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo kama hayo, ajulikane huyu mtoto, hii jamii wametokana na ndoa fulani ambayo sote tulihudhuria, tunaijua na haikuwa na siri. Mtoto wa halali wajulikane wametoka katika familia gani, familia zile zitakuwa ziweza kushikana, na hapo ndo katika safari ya kujenga mujtama mzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aliyetuamrisha hivi, akasema katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi an Aisha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadha nikah, itangazeni hii nikah. Sasa hakuna ndoa ya siri kwamba tunafanya mambo ya siri. Ndoa itakayokuwa na baraka ni ile ambayo itakuweza kutangazwa kwa Waislamu wote wakaweza kujua. Ndio ukipita wewe mwenyewe, wewe na mke wako mnajulikana, hakutokuwa na shuba, kama ilivyotokea Mtume kama alipokaa siku nyingine anatoka na mke wake, ilikuwa giza wakati wa Isha, akawaambia masahaba, huyo ni mke wako. Kusiwe na matatizo juu ya heshima ya mtu juu yeye na mke wake, lakini vile vile zaidi muhimu zaidi ni katika kuhifadhi nasaba, wale watoto ambao watatoka katika ile, na kuna na mambo ya urathi na kadhalika. Na hayo yatatokea tukisha kuwa ni wenye kutangaza ndoa kama ile, watu wakaweza kushirikia, alafu Mwenyezi Mungu anawabariki watu ambao watalifanya, kwa sababu ni jambo la sunna, ni jambo la ibada, na ni jambo ambalo watu wote wanafaa kushirikiana katika sherehe kama hii, ndio tuweze kuitangaza hii taasisi ya ndoa ambayo inapigwa vita vikubwa kabisa iweze kuondoka. Sisi lazima tufanye mchango wetu mkubwa. Kwa hivyo alinu hadha nikah. Ndoa za siri, kwa ndoa ya Kiislamu kwa uchache lazima kuwe kama watu 5, lakini ni bora zaidi kila wakiwa wengi, hata wale ambao wanakuja mahakamani. Tukisha kuwafungisha mahakamani, amekuja bwana na bibi na mashahidi 2 na wali, au ni watu 5, wakitoka pale tunawaambia waende wakaitangaze ile ndoa, pamoja na kwamba pale tayari hakuna siri, lakini waweze kuitangaza ndoa kama ile. Wengine kwa sababu hiyo, kwa sababu ana mke mmoja Nairobi, anataka kuoa mwingine, anakuja Mombasa, ili yule wa Nairobi asiweze kujua, ama wa Marsabit ama wa Moyale, ili asiweze kujua, na huku anafanya ndoa tena anaifanya hapo kwa kadhi, alafu anamwekea nyumba yake, hawaelezi watu wote, yoyote katika hizi familia mbili hawajuani, na hiyo ni hatari. Ama wale wako tu mji mmoja wanafanya harusi nyumbani, how the minimum people, bado hiyo ndoa itakuwa imekamilisha arkan zake, itakuwa ni ndoa sahihi, lakini itakosa baraka kwa sababu ina uficho, na hatimaye baadaye mbele huko inakuja kuwa na matatizo
makubwa. Kwa hivyo tuzidishe baraka katika ndoa kwa kuitangaza, na tutaona jinsi gani inafaa kutangaza. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.